ngumu sana. Lakini kama kiongozi, mtu mwenye moyo wa uongozi, lazima uwe na kitu kinachoitwa uadilifu kwenye uongozi wako. Siwe mtu wa janja janja. Ishi kwa malengo. Ishi kwa malengo. Simama kwenye kweli hata kama hakuna mtu mwingine anayeamini katika ukweli huo. Ila madam ni ukweli na unajua kabisa hii ni kweli na ndivyo ilivyo, wewe jitahidi kusimama katika nguzo hiyo ya uadilifu. Hata kama watakupinga watu 1000, lakini wewe simamia ukweli. Hata kama utakukosti, lakini simamia ukweli. Ishi kwa malengo. Ishi kwa malengo. Kwa hakikisha kama utapata nafasi ya kuwa kiongozi, hakikisha huu msingi wa uadilifu haupungui kwako. Uadilifu. Mwambie mwenzako uadilifu. Mwambie tena mwenzako uadilifu. Usisahau unafundisha moyo wa nini? Wa uongozi. Thimu yetu ikiwa nafasi ya kijana katika ulimwengu wa nini? Wa siasa. Nimekwambia nguzo ya pili ya moyo wa uongozi ni nini? Uadilifu. Simamia kweli. Simamia kweli. Uongozi wako hautakuwa na viulizo. Ishi kwa malengo. Lakini msingi wa tatu wa moyo wa uongozi ni dhamira. 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 Dhamira yako ya uongozi. Dhamira yako ni nini? Yaani nini sababu ya wewe kuwa kiongozi? Nini dhamira ya wewe kuwa kiongozi? Dhamira yako ni nini? Kwa katika msingi wa tatu, hakikisha dhamira yako inakuwa ni kweli umejidhatiti kuongoza nini? Watu. Hakikisha dhamira yako inakutuma kusimama badala ya watu wengine. Ishi kwa malengo na sio kimaslahi. Kuna watu wanaingia kwenye uongozi kwa sababu ya maslahi. Sawa sawa Kuna watu wanaingia kwenye uongozi kwa sababu ya nini? Ya maslahi. Lakini wewe ambaye unafundishwa leo katika wiki hili la maadili ya kitaifa EMC, of course sio kwamba ndio wiki hili tutakuwa na maadili, tuna maadili siku zote. Lakini hakikisha dhamira yako ya uongozi inabakia kuwa pale pale, kwamba unasimamia kweli na sio maslahi. Ishi kwa malengo. Ishi kwa malengo. Tunaelewana jamani? Wangapi wanataka kuwa viongozi mahali hapa? Wangapi wanataka kuwa viongozi? Alafu sio dhambi. Mnajua tunafikiaga ni dhambi. Sio dhambi. Wangapi wana ndoto? Hebu tena tunyoshe. Asante. Na tumaini wote tunatamani kuwa viongozi. Hata wewe ambaye utamani, wewe uliumbwa kuwa kiongozi. Yaani utake ustake uliumbwa kuwa nini? Kuwa kiongozi. Ishi kwa malengo. Ishi kwa malengo. Nikupe taski kidogo. Jiulize. Je, una moyo wa kutumika au nina tamaa ya kutawala? Yaani mimi ndo najiuliza sasa. Na wewe jiulize. Je, hivi kweli mimi nina moyo wa kutumika au nina tamaa ya kutawala? Jiulize. Jiulize tu, yani jiulize. Usitoe sauti, ila jiulize kwamba je, hivi ni kweli natamani kuwa kiongozi, lakini nina moyo wa kutumika au nina tamaa ya kutawala? Umeshapata majibu Umepata majibu? Kuna mtu hajapata majibu? Tumpe sekunde chache. Je, una moyo wa kutumika au una tamaa ya kutawala? Wote mliosema mnatamani kuwa viongozi, jiulize hilo swali. Una tamaa ya kutawala au una moyo wa kutumika? Umeshapata majibu, si ndio? Tuwe tunajibu basi, si ndio? Umeshapata majibu Sasa jibu hilo ambalo umelipata ndo msingi wa uongozi wako wote. Simeona kuna mwingine umeanza kusema, mimi tunatamani tu niingie kwenye kutawala ili tu nipate fedha, niishi maisha mazuri. Kwa msingi wako uongozi wako wote ni kwa ajili ya nini? Sasa ukifikia level hiyo tayari umeshafanya nini?
umeshaferi. Kama utakuwa na tamaa hiyo, na huo ndio utakuwa msingi wako wa uongozi wako. Kama umefikiria kwamba natamani niwe kiongozi ili nipate fedha, nipate marupurupu, bonus ziwe nyingi, my dear, umeferi. Unataka uwe na moyo wa nini? Wa kutumika. Ishi kwa malengo. Ishi kwa malengo. Ishi kwa malengo. Moyo wa uongozi, nafasi ya kijana katika ulimwengu wa nini? Wa siasa. Siasa bila moyo wa uongozi, hiyo ni biashara ya nini? Ya uongo. Kumbuka. Siasa bila moyo wa uongozi, hiyo ni biashara ya nini? Ya uongo. Moyo wa uongozi bila siasa, moyo wa uongozi bila siasa, hayo ni matumizi mabaya ya nguvu. Kumbuka hicho. Kumbuka hicho. Kumbuka hicho. Kumbuka hilo, usije ukasahau kwamba siasa bila moyo wa uongozi, hiyo ni biashara ambayo haina faida. Lakini moyo wa uongozi bila siasa, hiyo nayo ni changamoto nyingine. Ishi kwa malengo. Ishi kwa malengo. Na kwa kauli hii inanipeleka moja kwa moja kwenye maana ya siasa. Siasa ni nini? Siasa ni nini? Kumbuka nimeshakwambia moyo wa uongozi, theme yetu ni nafasi ya kijana katika ulimwengu wa nini? Wa siasa. Siasa ni nini? Siasa sio vita wala sio ugomvi kama watu ambavyo tunafikiria. Wala siasa sio mchezo mchafu kama ambavyo watumishi wa Baba tumekuwa tukisema. Si hata mwambo kuna wale watu wa Baba wenzangu na mimi. Jamani, mimi ni mwinjilisti. Naelewa Mungu alikonitoa kwenye misimamo yangu niliyokuwa nayo. Situpo kwamba siasa ni mchezo mchafu, na ni kauli ambazo imekuwa ikitumika kwamba siasa ni mchezo mchafu. Lakini leo nataka nikusaidie ili hicho kitu kiondoke akilini mwako kwamba siasa sio mchezo mchafu, bali wanaoingia kwenye siasa ndio wachafu. Mtu anaelewa? Kwa siasa sio ugomvi, siasa sio vita, wala siasa sio utapeli. Hamna. Hizo tu ni notion ambazo zipo, ni mitazamo tu ya watu ambao wako nayo. Lakini siasa ni kitu kizuri sana. Siasa ni kitu gani? Siasa ni sanaa ya kuongoza jamii. Sawa hilo? Siasa ni sanaa ya kuongoza nini? Naandika Ishi kwa malengo. Timiza malengo yako. EEMC. Kuna wengine hawasemi. Ishi kwa malengo. Timiza malengo yako. EEMC. Siasa ni sanaa ya kuongoza jamii. Again, siasa ni mfumo. Sema mfumo. Sema mfumo. Situko watu kwa watu wa mifumo hapa jamani. Tuko kwa watu wa mifumo. Sema mfumo. Ni mfumo unaoamua jinsi ambavyo mambo yanatakiwa yawe katika jamii. Kwa mtu anaelewa? Siasa ni mfumo unaoamua jinsi ambavyo mambo yanatakiwa kuwa katika jamii. Sasa kwa maana kama hiyo, nataka unionyeshe sehemu ambako siasa ni mchezo mchafu. Kwa maana hiyo kwamba siasa ni sanaa ya kuongoza jamii, au siasa ni mfumo unaotumika kuamua mambo katika jamii. Na mambo hayo yanayoamuliwa yanakuja kuathiri moja kwa moja maisha yetu ya kila siku. Ishi kwa malengo. Ishi kwa malengo. Umeona maana hiyo siasa? Siasa ni mfumo unaotumika kufanyaje?
kuamua mambo vile atakavyokuwa katika jamii. Siasa ndio inayoamua. Kwa mtu anayeshiriki katika siasa, mtu anayeshiriki katika nini? Siasa, anashiriki kwenye maamuzi ambayo yana athari moja kwa moja kwenye maisha ya kila siku. Kwa unasema mimi ni mwanasiasa, kama ni mtu ambaye yani wewe unayejiita mwanasiasa kwamba unashiriki moja kwa moja kwenye maamuzi ambayo ndio yanaleta wanasema yanaathiri mfumo mzima katika jamii. Ishi kwa malengo. Ishi kwa malengo. Mimi ninasoma sheria lakini situngi sheria. Inayotunga sheria ni nini? Siasa. Kuna mtu ameelewa? Mimi ni mwanasheria lakini situngi sheria. Je, anayetunga sheria ni nani? Darasa la 7 yuko bungeni anatunga sheria, ananiletea mimi ambaye nimesoma miaka mingapi? 4, ni tafsiri. Kwa hiyo tafsiri kitu ambacho kimetungwa na siasa. Si kuna mtu anaelewa? Kuna mtu anaweza kuelewa kwamba mimi nasoma sheria lakini siasa inaamua ni sheria gani iwepo nchini. Je, nina ujanja hapo kutunga sheria mimi mwanasheria? Kwa umeona jinsi siasa inavyoathiri mambo? Kwa unaona kabisa kwamba hapo siasa sio mchezo nini? Sio mchezo mchafu. Sisi tunaelewana Na nakwambia haya ili uone shauku, uone kuna haja ya wewe kuingia kwenye mfumo huo wa siasa. Ishi kwa malengo. Ishi kwa malengo. Siasa ndio inayoamua mambo yaweje katika jamii. Siasa ndio inayopitisha bajeti ya taifa. Siku zote amesoma sijui matakwimu manini, si ndio? Lakini wanapitisha bajeti ya taifa. Bajeti ya Wizara ya Afya anayepitisha ni nani? Tunasema jamani, nani anayepitisha? Bunge, si ndio? Mnasema bunge. Bunge ni nini? Ni siasa, sio siasa. Kwa kinachopitisha hiyo bajeti ya taifa ni siasa. Bajeti za wizara zinapitishwa na siasa. Kwa unaona kabisa kwamba siasa sio mchezo nini? Sio mchezo mchafu. Bajeti ya elimu inayopitisha ni nani? Siasa. Unapokea bumu hapo umeshaanza kupiga hesabu. Wakipitisha wiki 3 tena hapa, mambo yatakuwa magumu sana. Ni nini? Siasa. Wenzangu mimi si ndio? Yani hapa nisikia kauliza kishujaa leo darasani. Nasikia yani hapa wakipitisha tena kama wiki 3. Huo si mwezi kabisa. Watatuua. Nikasema nikawa najaribu kuchukua vitu vya kuongezea kwenye somo langu hii. Kwa siasa inaamua upewe 595, upewe 612, wengine wanapewa hadi BSc, wanakula maisha, wanaenjoy, lakini wewe hauna. Ni siasa. Sema siasa. Alafu jiulize ni mchezo mchafu au sio mchafu? Ishi kwa malengo. Ishi kwa malengo. Siasa ndio inaamua bei ya mafuta kupanda. Hivi unaelewa? Watu wanalalamika mafuta petroli imefika 4,200. Mimi nilikuwa pembeni huko mwa nje ya Tanzania wiki moja iliyopita. Mimi sikuwepo Tanzania wiki iliyopita, na mimi namshukuru Mungu kwa neema hiyo. Masomo yanaendelea, niko zangu nje kidogo. Ni neema tu, lakini si ndio? Ni neema tu. Sio Tanzania tu, na kule wanalalamika mafuta. Ni nini kilichofanya? Siasa. Kwa siasa inaamua. Unajua wakati wanalalamika kama mafuta ni 4,000, siasa ikisema ingilie kati, sema mafuta ni 3,000. Unajua inafanya nini? Inashusha kodi. Haya, mafuta hayajashuka. Mafuta hayajashuka. Haya, ni mchezo mchafu siasa. Kwa siasa ndio inayoamua. Yaani siasa ndio inayoamua. Wewe mkulima unalima mahindi, unalima mpunga kule kwenu, majarubani unajaza matope mpaka humu. Lakini siasa inakuja inaamua bei ya mpunga itakuwa ni shilingi 3,500 dumu. Bado unaona mchezo mchafu. Tisha bwana, unataka kuingia kwenye siasa. Moyo wa uongozi, nafasi ya kijana katika ulimwengu wa nini? Wa siasa.
Yaani wewe unauza mbuzi wako unapeleka shambani, unauza ng'ombe wako unapeleka shambani, unapalilia, unapeleka wanavuna, hadi kusomba, hadi kuleta ndani mwako ni gharama tu. Alafu nafikisha sokoni, mtu anasimama pale amevaa suti ya dark blue kama mimi, anasema Mike zikuwa zimekapa nyingi mbele, anasema bei elekezi ya mpunga itakuwa ni shilingi 5,500 kwa kila debe. Alafu vieti pale yuko na nguruma, inapumua. Akipita hapa anapita pale benki NMB, ana draw, anapitia maji pale. Wapi mnapata wapi? Simniambie basi, Shoppers. Kuna watu wanakunywa maji ya Shoppers. Sijui unaelewa. Shoppers pale kuna lita moja sijui shilingi ngapi, sijui niko mtu anambia kuna maji hadi lita moja, bei kubwa kweli yani. Anapita zake pale, anaenda zake Nzuguni kwake kukaa. Alafu kwake hakuna ukame, msimu wote kuna kijani. Wakati Dodoma mnalalamika ni ukame. Ameshakupangia na bei. Si unaelewa? Yaani si unaona kwamba siasa sio mchezo mchafu. Siasa ni kitu kizuri. Siasa ni inayoamua mambo mengi katika jamii. Siasa ndiyo iliyoamua sheria iwe ni miaka mingapi? 4. Hakuna mtaalamu aliyekaa akasema basi iwe hivyo. Mtu apite chuo, mtu aende shule la kwanza mpaka la 7. Nikamsikia mtu mmoja anasema, anajisomesha, anasema basi tu elimu ya msingi iwe ni miaka 10, 7 ni michache, iwe miaka 10. Akikazia inapita, siasa imeamua. Sio, unaelewa? Ishi kwa malengo. Ishi kwa malengo. Timiza malengo yako. Nadhani sasa kwa mtu ameanza kuelewa, si ndio? Sawa. Ishi kwa malengo. Kinachofanya siasa ionekane kuwa ni mchezo mchafu ni kwa sababu watu wengi wanaingia kwenye siasa wakiwa na ubongo, wakiwa na mentality kwamba nitapata nini. Watu wengi wanaingia kwenye siasa wakiwa na mentality kwamba nitapata nini, si ndio? Nitapata nini, badala ya kuingia kwenye siasa wakiwa na mentality kwamba nitafanya nini. Sasa ukiingia na mentality kwamba nitapata, alafu umeshaingia na hesabu zako kwamba nitapata, ninajua nikiingia nitakuwa mbunge, nitakuwa waziri, nitapata V8. Nikipata V8 nitakuwa na heshima, nitakuwa na nafasi, kila nitakapoenda naheshimiwa. Umeshapoteza. Umeshafanyaje? Umeshapoteza. Lakini ukiingia na hakika kwamba nitafanya nini, Mungu amenipa nafasi hii, kwa sababu kila mamlaka ambayo iko duniani imewekwa na nani? Na Mungu. Hata kama ni wenyekiti wa mtaa nyumba ya 10, ni Mungu ameweka, si ndio? Ala, nitafanya nini? Huyo ndio kiongozi tunayemtafuta katika karne hii. Na ndio maana imekuja wiki la maadili, ili tuje tudharishe mawazo chanya ndani ya ubongo wako. Uone kuna umuhimu wa kuingia kwenye siasa. Utakapoingia uwaze, nitafanya nini? Sio nitapata nini. Kuna mwingine ameingia kwenye siasa tu ya chuo, anasema nikiwa kiongozi wa serikali ya chuo nitapata room ya permanent. Mimi sitarudisha funguo, sitabadilishiwa room. Au umeshapoteza. Sasa nitafanya nini? Anachoshukuru ni kwamba mwaka huu, baba hongera, vijana wako nimeona wengi wamethubutu. Yaani nilikuwa naangalia tu, yani kwanza tu mle fellowship tu kule kwetu unakuta watu wanagombania nafasi moja na wako mumo fellowship. Sasa simkubaliane tu bwana, mtumishi wa Bwana wewe pita. Ni uthubutu, nimeona wanathubutu. Ni jambo zuri. Ni jambo zuri. Ishi kwa malengo. Jamani muda wangu umeisha, lakini ngoja nimalize. Faida za kujihusisha na siasa. Jambo la kwanza, hakuna atakayeamua badala yako. Yaani hakuna atakayeamua, wewe mwenyewe utakuwa ni muhusika kwenye kuamua mambo yanayoathiri nini? Jamii. Ishi kwa malengo. Tunaelewana? Ukiingia kwenye huo mchezo, hako kama mchezo kazuri. Actually hako kama mchezo ni kazuri, mimi nakapenda. Si wewe. Kwa sababu ukiwa kwenye kamfumo wako, wewe utakuwa ni muamuzi pamoja na waamuzi wengine wanaoamua maamuzi ya kuathiri nini? Jamii. Kwa hiyo unakuwa na ni muamuzi wa maisha kati ya wengi.
Sisi kuna mtu anaelewa hapo? Hakuna atakayeamua badala yako. Lakini pia unakuwa ni sauti ya mabadiliko. Kijana unapoingia kwenye siasa, unakuwa ni sauti ya nini? Ya mabadiliko. Kuna mabadiliko yanatokea. Kuna msemo mmoja niliusikia nasema, ukimya wa kijana ni mafanikio ya nani? Ya mzee, yanayoleta mambo ambayo sio sawa katika jamii. Why? Kwa sababu kijana ameamua kunyamaza. Vijana wenzangu, tunaelewana? Tunaelewana vijana wenzangu? Kwa hiyo utakuwa ni sauti ya mabadiliko. Ubunifu, ujasiri kwa kijana, uthubutu kwa kijana. Mzee yuko pale anasema, mimi nataka mtoto wangu amalize, yuko chuo kikuu India, yuko chuo kikuu Jerumani, nataka amalize. Yuko after ani. Lakini wewe kijana ukiingia pale, at least sawa unatafuta, lakini unakuwa na ule moyo wa ubunifu na ujasiri wa kufanya vitu na vinaonekana. Kwa kijana, hakikisha unaingia huko kwenye mfumo huo. Ishi kwa malengo. Na kimbia athari za kutoshiriki katika siasa. Athari za kutoshiriki katika siasa. Wengine wataamua kwa ajili yako. Tumekuwa tukilalamika, jenzi tunalalamika sana. 1 2 3, 1 2 3. Lakini kuthubutu sisi hatutaki kuthubutu. Vijana ni ukweli usiopinga, vijana hamtaki kuthubutu. Hatutaki kuthubutu, na mimi ni kijana. Hatutaki kuthubutu. Na kwa kuwa hatutaki kuthubutu, tunajikuta tunalalamika 1 2 3. Lawama hazitaisha kama hatutaamua kuthubutu kuingia kwenye kamchezo hako. Ishi kwa malengo. Leo utakosa, kesho utakosa, kesho kutu utapata. Ishi kwa malengo. Ishi kwa malengo. Timiza malengo yako. Ishi kwa malengo. Utakapopata nafasi ya kuwa kiongozi, zingatia mambo haya mawili. Nikupe tu mawili. Utakapopata nafasi ya kuwa kiongozi, zingatia mambo haya mawili. Jambo la kwanza, moyo wa kiongozi unazungumza ukweli. Moyo wa kiongozi unazungumza nini? Ukweli. Moyo wa kiongozi hauna udanganyifu, unazungumza ukweli. Jambo la pili, moyo wa uongozi unajenga wengine, wala si kuwavunja wala kuwakatisha tamaa. Huo ndio moyo wa nani? Wa kiongozi. Peter namaliza. Najua hapo kichwani mwake kuna watu tayari wameshaanza kuandaa watakao simama badala yake atakapomaliza wakati wake. Huo ni moyo wa uongozi. Unaandaa wengine, unawatia moyo wengine, unawashauri wengine. Ishi kwa malengo. Jamani, muda wangu umeenda, ndio maana naona kimbia. Kuna kipengele kilikuwa ni cha muhimu. Kuna mtu ambaye sema na kasifeta mndani, tupengiane mkono. Kwa na amani tu. Hamna? Okay. Wote ni wana kasifeta. Nafasi ya kijana aliyeokoka katika siasa. Nitamani nikwambie hicho kitu. Nafasi ya kiongozi aliyeokoka katika siasa. Dunia sasa inahitaji vijana waliookoka waingie kwenye mifumo ile ili waweze kubadilisha mifumo. Ishi kwa malengo. Mifumo inahitaji kubadilishwa na watu ambao tumeokoka. Tutaisha kulalamika tu. Watakuja kupitisha miswada kule bungeni ambayo tutabaki tunalalamika tu madhabahuni tu. 1 2 3. Hukuwepo, ungekuwepo, ungepiga kula ya nini? Ya hapana. Kwa dunia sasa inahitaji viongozi, inahitaji vijana ambao tumeokoka sisi. Tuingie kwenye mifumo ile ya siasa na sisi. Tusibakie kama zamani walikuwa tuna watu walikuwa na mimi tunataka kunena kwa lugha. Lakini sasa tunatamani tuone mtu anaenda kwa lugha madhabahuni, anatoka hapa, anaenda kule bungeni, anakuwa anapiga hivi. Na anasema anachangia. Sio mtaelewa. Kwa mtaelewa. Misri ilimhitaji kijana aliyeokoka kuamua hatima
sio kazuri. Badala yake akawa msaada kwa nani? Kwa ndugu zake. Ishi kwa malengo. Ishi kwa malengo. Natamani tukikutana baada ya miaka 10 tuwa kwenye viete zile zilizoandikwa STL. Sisi tunazijua. Yaani hivyo pia ni. Mimi nikupa unanishusha tu kioo, unanipungia mkono hivi. Baba, na mimi najisikia vizuri nikimwona pita pale kwenye viete, afu nikisoma huko Platinum imeandikwa STL. Yaani ile sema hapo wakati mmoja mimi niko kwenye nini? Baba wajeni walihitaji mtu kama Danieli. Ndio unaelewa? Walihitaji mtu kama nani? Danieli. Hawezi kusimama katika nafasi aliyokuwa nayo bila kumsifia Danieli. Alikuwa mtu mwenye nini? Akili ilikuwa poa. Kwa wajeni walihitaji mtu aliyokuwa kajenga mifumo yao ili alete matokeo mengine ambayo yalifaidisha dunia. Lakini Yesu akajikuta ameingia kwenye mfumo wa siasa na akawasaidia ndugu zake wakapona. Hebu unaelewa? Sisi tuliokoka kuna haja ya kuingia kwenye mchezo hapa wa siasa. Ishi kwa malengo. Usiwe ametaka kama siasa ni kama mchezo kachafu. Siasa sio mchezo mchafu, mtumishi wa Bwana. Wachafu ndio wanaoingia kule wakiwa na mentality kwamba nitapata nini? Sio nitafanya nini? Simeona misimu iliyopita walikuwa na mitazamo